wana wa milima Efraimu yalipomzidi machokozi ya Penina, tukatamaa, alichochea kipawa chake, alichochea maombi, aliongeza kasi ya kumtafuta Mungu, akaumimina moyo wake kwa Baba sawa na kuugua kwake. Maandiko yanasema Ana aliomba kwa kuugua sawa na hitaji lake. Haleluya, haleluya. Wewe mwaminifu hata kufa. Baba anambia Joshua, usiogope, amini tu, utauona utukufu wake. Tunakwenda kuvuka mto Jordan. Tunakwenda kuvuka mto Jordan. Baba anakwenda kukupamba kwa ahadi zake. Baba anakwenda kukupamba kwa uaminifu wake. Sisemi tu, nasema ya unabii, ya sauti ya Roho Mtakatifu. Shetani tayari amepondwa kichwa, amejisalimisha. Shetani amejisalimisha wana wa Mungu. Ndio maana mwaka uliopita Baba kwenye mioyo yetu alimimina sauti ya maombi. Tuliomba bila kukoma, tulilia, tukagaragara machoni kwa Baba. Tazama, 26 huu ni mwaka wa mavuno. Huu ni mwaka wa mavuno. Lile jangwa ambalo umeliona kwa mwaka wote wa 25, tazama linakwenda kubadilika kuwa ziwa la maji. Zile 100 ambazo ulizipata 25 sio utimilifu wa ahadi. Ni Baba alikuwa anakupa kampani, anakusindikiza ili uende kwenye wakati wake sahihi. Maana imeandikwa, huyu Mungu hatuachi wala hatumukii. Sijaona mwenye haki akiachwa. Ndio maana Mungu alikuwa anakupa 100, 200, anakupa kampani, anakuongeza joto la safari. Utimilifu wa zile ndoto utauona mwaka huu 2026. Utamwona Mungu mfanya miujiza, mtetezi wa watu wake, kwa kiwango cha kujaa, kusindiliwa na hata kumwagika kwa neno. Mambo ambayo yatawashangaisha wengi sana, ambayo Baba anakwenda kuyatenda kwenye familia hii. Sitaki nikubague, mimi nakuhesabu wewe ni mwanafamilia. Wewe sio mpita njia, wewe sio mpita njia. Wewe ni mwanafamilia. Unastahili kuwa sehemu ya hii neema na hii baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jangwa, sijui kama neno hilo nalielewa vizuri. Jangwa, jangwani hakuna mahali kinaota kitu, kinastawi chochote. Ni jangwani, ni jua tu. Lakini Adonai Rahim Karim, aliye mwema na mwaminifu, anasema hilo jangwa linakwenda kuwa ziwa la maji. Hilo jangwa linakwenda kuwa ziwa la maji.
kama nakuona vile. Kama nakuona vile ambao utakuwa 26 hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Milima inashushwa. Tuna Mungu ambaye ana kauli za kibabe, nashindwa kusema, lakini ni Mungu anayesema mambo ambayo hayapo, ambayo yamekuweko. Bado Misri inatawaliwa na Farao. Dola kubwa lina nguvu zote za kiuchumi, za kijeshi. Lakini lugha ya baba anawaambia Musa, rudi Misri, Farao amekufa. Kwa macho ya nyama Farao yupo anatawala. Katika ulimwengu wa roho Farao amekufa, rudi Misri. Rudi Misri. Ile neema, yale mafuta, baraka unayoipokea, hakuna yoyote ambaye atashindana nayo akashinda. Ni Zaburi 125. Daudi anasema, tazama utastawi kama mtende wa jangwani, kama mwerezi wa Lebanon. Utastawi kama mtende wa jangwani, kama mwerezi wa Lebanon. Maana utapandwa nywani mwa Bwana, utazaa matunda hata uzee wako, na kamwe nguvu zako hazitapungua. Zaburi 125. Ni mti ambao unakuwa na utomvu majira yote, au kauki. Uzee unaongezeka na nguvu zinaongezeka. Uzee unaongezeka na nguvu zinaongezeka. Unapandwa nywani mwa Bwana, lazima utastawi. Bwana Yesu asifiwe. 2026. Katika eneo hilo shetani amejisalimisha, amekubali aishe. Ule moto ambao tumemwashia kwenye maombi haya na yale, kuzimu usiku wa leo kunaungua. Amini usiamini, kuzimu kunaungua. Chuma uleti anaungua, jini maharuni anaungua. Wale wote ambao wanasababisha misukosuko ya kiuchumi sio kwako duniani, usiku huu wanaungua moto, wanaungua moto, wanaungua moto, wanaungua moto, wanaungua moto. Bwana Yesu asifiwe. Yale mashetani ya ajali barabarani, yale mashetani ya magonjwa, maana sio kila magonjwa ni ugonjwa huu wa mwili, yako magonjwa ya uchawi. Hayo maroho, hizo roho zinaungua moto, zinaungua moto. Shetani amevurugikiwa, ameharibikiwa. Shetani ameharibikiwa, haoni mlango wa kutokea, haoni mlango wa kutokea, haoni mlango wa kutokea. Baba anamwambia Ezekia, kitabu cha Ezekia mlango wa 6, Ezekia tabiri juu ya milima hii. Sauti ya mtu mwenye imani
hata miti huwa inasikia. Biblia inasema miti huwa inasikia sauti ya mtu mwenye imani. Hata wanafunzi wakamwambia Yesu, tazama mti ulio urani umekauka. Yesu alijua mtu unasikia, akaambia mti, wewe bwana mti, umekosa matunda, kuanzia leo hautazaa matunda tena. Mti ukasikia, mti ukasikia, mti ukasikia, mti ukasikia, mti ukasikia, mti ukasikia. Mti ukasikia. Kuanzia leo mti, wewe mtu yoyote asile matunda tena. Kwa nini mtu ulisikia? Yesu aliamini unasikia, ndio maana akasema unasikia. Ilikuwa ni sayansi ya Yesu moyoni mwake. Yo 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 yo. Mwalimu aliupa mti utaratibu wa kuishi. Mwalimu akasema, Joshua akasema, jua uliumbwa na Mungu, na Mungu ndio amenituma niipige Gideon na Hai. Simama. Jua Mungu wa Abrahamu ndio alikuumba, na yeye ndio amenituma niipige Hai na Gideon. Simama. Kwa nini jua lilisimama? Kwa sababu Joshua aliamini jua linasikia. Jua lilisimama, na sio kusimama tu. Joshua alikwenda mbali zaidi, akalipa na mwelekeo mahali pa kusimama. Simama kwenye milima Gideon. Na mwezi kadhalika, nawe mwezi simama kwenye bonde la Arion. Na mwalimu pale akatoa elimu kubwa kabisa kabisa. Baada ya kuona wanafunzi wameamaka, wameshangaa, mti ambao umeurani jana kweli umekauka, mwalimu akatoa somo fupi lakini lenye nguvu. Akasema, yoyote mtakaoyasema hali mnaamini kwamba mnachokisema kinatokea, kitatokea, 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 kitatokea. Hayo mnaoyasema hali mnaamini yanatendeka, yatatendeka.